Na mko nasikiliza matangazo yetu ya Amka na Baraka1 TV, ikiwa ni tarehe 7 za mwezi wa 3 2026, saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira Afrika Mashariki, na mimi ni Rajabu Akili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Uvira Fizi, wazalendo watoa onyo kali kwa M23 kuondoka Sange, huku maeneo ya Minembwe Twirwaneho wachoma nyumba pamoja na maduka ya raia. Uvira, walimu waliokimbilia nchini Burundi waanza kurejea jijini Uvira kwa juhudi za gavana wa jimboni Kivu ya Kusini Jean-Jacques Purusi Sadiki. Mashariki ya Kati, Iran yadai kulipua meli ya mafuta ya Marekani, huku Marekani ikipiga marufuku visa viongozi wa juu wa Rwanda kuingia nchini Marekani. Pia huko mkoani Kivu ya Kaskazini, maeneo ya Masisi, M23 yakimbia baada ya kichapo maeneo ya Buabu pamoja na Ndete, huku pia raia wa Marekani James Swan kuchukua nafasi ya Bintu Keita kwa MONUSCO nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mkumbuka pia kutembelea Mwangaza TV ambako utakutana na baadhi ya matukio yote ambayo yako nazidi kurindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia usikose kutembelea page ya Facebook ya Rajabu Akili Kabonga pamoja na Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Na mtuanze na taarifa hizi kutoka jijini Uvira pamoja na jimboni na mkoani pamoja na tarafani Fizi, ambako wazalendo watoa onyo kali kwa M23 kuweza kuondoka maeneo ya Sange. Kulingana na mapigano ambayo yanaripotiwa maeneo ya pleni ya Ruzizi na hata milima ya nyanja ya chini, ukiachana na hili ya nyanja ya juu, wazalendo wameweza kutoa onyo kali kwa wanaunga mkono M23 na vilevile kwa M23 kuondoka Sange haraka iwezekanavyo kabla ya gharika ya risasi kumiminika katika hayo maeneo. Onyo hiyo imekuja baada ya mapigano takriban siku 3 yaliyoripotiwa maeneo ya pleni ya Ruzizi, huku magaidi wa M23 walikuwa wanajaribu kujipenyeza kuelekea maeneo ya Minembwe na kukutana na moto wa wazalendo pamoja na vikosi vya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wazalendo wametoa onyo hiyo kali na kutaka wote pia ambao wanashirikiana na magaidi wa M23 kuweza kuacha huo mchezo mara moja, na badala yake wafanye jitihada waweze kuondoka na kukimbia kabla maeneo hayo hayajavamiwa kwa moto mkali kutoka kwa wazawaza pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Sasa kwa haraka kabisa naomba M23 yaanze kutoka mji wa Sange kabla Jitenabunga ya shuka. Tayari nishakuwa Kiamate, ukilima Kiamate tayari nishakuwa Kabunambo, tayari nishakuwa Kabunambo tayari. Alo na bakichelewa mule hivi nitazingira Rushima, nitafunga Rushima, nitafunga, watakosa njia, watakosa makao hivi. Rushima nitafunga na sitarudilia tu Uvira tu, sitarudilia Kamanyola tu, safari Tigoma mahali M23 inapokaa nitakanyaga. Sitarudilia Uvira wala Sud Kivu, safari yangu mpaka Nord Kivu. Alors ule mwenye kujidanganya kama atatia maskani yake Pasange, ule anajidanganya, ule ni mjinga. Kwa saizi bakunje manake, na mwenye kutaka kwenda kuwa raia kwe raia, mwenye kuwa motare kwe motare. Alors mwenye atalima arudie kulima, lakini kusema takamata jeshi na Mnyarwanda arudie kwao, na ile jeshi waliokamata ya basi ya Burundi Red Tabara waseme itawasaidia Kongo, wakaenda kuwasaidia
Burundi ile batoshe mkichwa, na bale bota kanyaga batakosa Burundi, batakosa Kongo, batakosa Rwanda, wale wote takanyaga. Sisi tukwa Simba Mlele Mai bwana, sisi tukwa Simba Mlele Mai. Alors udongo mababu zetu hatuwezi tukaitike. Alors safari yetu ti Nord Kivu, safari yetu ti Nord Kivu aitwaye mkongomani aliyetumika na M23 na wa M23 wakunje mizigo yao tayari nishakuwa kilima ya Kiamate, na ule wa mimba atoke katika mji wa Sange, na ule mwenye uko na roho atoke katika mji wa Sange. Alors ole kwa ole mpelelezi, ole kwa mpelelezi, ole kwa mpelelezi na wale wanememba wanayotumika nao, ole kwao. Alors Jitenga anakuya na Simba Mlele Mai. Alors wale na vile vifaa vyote nitavichukua kwa dakika kidogo. Pale kuna natia maskani Kianyunda. Kianyunda ni wapi? Kianyunda nitapakanyaga saa hizi nitapakanyaga. Alors baache Sange huru tena, warudie kama vile waraia, warudie kama vile waraia, kwa maana hii nchi si yao. Wenye nchi wanazitolea ni wahanga wa nchi, na kupitia mambo kama yale wamekwisha kutupora mali, kutuua, kututesa. Hatuwezi kukubalia bwana. Mzalendo hana ankoro na mtu bwana. Kama mankoro zao ziko sisi hatuzijui. Alors na mwenye alio bangaje aende akabaulize. Sisi hatuna mankoro na mtu wala serikali fulani wala ministeri fulani. Hatuna mankoro. Aitwaye tu kama aliyetumika na M23, na M23 iwanze kufunga vitu yao. Mnyarwanda rudi kwao, kama ni mkongomani ageuke raia kwao, lakini waseme sisi wazalendo tutachangwa na watu waliyemwaga damu zao zikikuwa mikononi mwao. Sisi hatuwezi chika. Sisi sefe ufe na umusange wa mimba atoke, muuze chakula, mutie manyumba zenu, makala, almeti, mutie manyumba zenu. Kwa upande mwingine, huko milima ya Nyanja ya Juu, mapigano makali ambayo yanazidi kuripotiwa huko maeneo ya Minembwe, Twirwaneho, Redi Tabara, M23 wameweza kuchoma makazi ya raia pamoja na maduka, na hivyo kuweza kutuma shutuma hizo, wakizishutumu majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo kuwa ndio wamehusika na uhalifu huo. Imekuwa ni kawaida kwa magaidi hao wa M23 kila wanapokutanana na mkono wa chuma kutoka kwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo kuendelea kuharibu mali za wananchi, kufanya mauaji, uporaji pamoja na ubakaji, na baadaye kuanza kulalamikia jamii ya kimataifa, huku wakiwanyoshea kidole wazalendo pamoja na FARDC. Kutokana na hali inavyozidi kuendelea huko milima ya Minembwe na vipigo wanavyopata magaidi wa M23, raia wa Kinyarwanda ambao wanajiita Wanyamulenge wanaopatikana ndani ya jiji la Bukavu wamekuwa na wasiwasi mkubwa, huku wakidai kwamba endapo Minembwe itaingia mikononi mwa serikali, basi itakuwa ni funga kazi na ndiyo itakuwa mwisho wa vita, maana wanategemea Minembwe ni sehemu ambako wameweka silaha zao kali na nzito mno, na hivyo Minembwe ikianguka basi wamekwisha habari. Mengine zaidi, ripoti hii tuliongea na ndugu yetu kuwa alikuwa ndani ya jiji, ambaye yupo ndani ya jiji la Bukavu, na mazungumzo yetu yalikuwa kama yafuatayo. Baba Rajabu, mimi nitakwambia hivi. Mbo tunafika makazi mangambo ya Nguga huku. Na kama Banyarwanda baba hutu wanataka kutumika makazi huko ya mashantie, sasa tulipata walikuwa wanatupatia kavasi kadogo, sasa ilifo tulombe ka exchange ku station pale Nguga ku Fevere. Wale wenye wanajitaka kama Banyamulenge, wale Batusi tu. Mimi sibetaki Banyamulenge, jua bako Bakongomani, ni Batusi tu. Wanazoeka pale sana. Sona kama ile kerezi hoteli Nguga kule chini ndio barikalaka.
Sasa shia tusikiage Kinyarwanda. Sasa unajua bale bauti tunatumika nao, wote tuko bantu tunaelewana. Sasa mpenda Lumba Exchange ndio alikuwa anasikia kisiko wanaongea. Hivyo wanasema eti Minembwe. Sasa wale watu wakikamata tu Minembwe basi na vite naisha Mkongo. Aseme pale njoro yao yote iko, ile kitumaini yao yote iko, roho yao yote iko, silaza tu za jawa sisi sikujua alikuwa anaongea Kinyarwanda ule mtu ule mtu niko na bashiba tu. Sona kama banatu kama hapa ni bakongomani hawezi sikia kitu. Sasa alikuwa na bashiba sana. Ndio sasa tulienda sasa tuona gavula ule mabichele wetu. Ndio yeye anapita ule mtu anapita anatuambia kama hivyo. Mlisikia wale bangotanyi biko naongea kwa shatu kusikia sasa balikuwa naongea kwa visha vitu wasema kitu tulisikia tu majina Minembwe mu Kinyarwanda ama tukiona biko wanaongea. Njoo ule tipa anatuambia sema bwana hawa watu wanasema baki kamata tu Minembwe wale wa wazalendo na banani na wa FARDC basi na vitu napita kuishi. Lakini wataomba paske franga zao mingi sana walizitia pale sana. Minembwe sifasi ya mzaa pale tuko tunatoa sacrifice ya mingi sana. Minembwe antuka. Nibe nyuma unaongea na bakubwa mubambie inchi ni yetu she wote. Jua ile inchi kienda she wote tutakimbia. Na hapa Bukavu hapo ndio washapona makazi yote kulipisha mapesa kila kitu. Kwa hiyo Bukavu pia ni yale tu sasa na Goma kila kitu ni wao. Nyinyi watu wetu kule Bukavu mnaangaliana vipi na watu? So wanasema kwamba wao hawana ubaguzi, wanaishi vizuri. Hapana ndugu yangu, acha hiyo mambo. Bali wetu kuna watu sana bana mtu waseme unjo ndugu unjo rafiki. Mtu seko mtu wa mzaa ndugu yangu. Wale watu ni watu wabaya sana. Na situation ya na leo tena na leo tena tulipata ingine habari ni kuibia siri. Tumepata ingine habari kama kale ka mtu kale kafupi kale ka Mungu ni katembo. Tunaziona na katembo na ndio yao mingi bamtaki aseme kiko kule kuplene kule. Yako ndio kunafanya maoperation ngambo za kule waambie wakubwa drone ziangalie kale kafupi kabia Mungu. Asema yako ndio walikatuma kule kwa operation kafungule mpaka bakamate Uvira. Bali kaona kule. Bandugu yabo balituambia baba mziko na bishia. Bali kaona. Sasa eko nikakabushutu. Kana kupa madrone sana. Kama bakakuwa viko na madrone bakuwa yetu bakina kutumba barene tongwa banani. Baangalie kisi ya kufanya baba. Tunatesekana huku shie tunateswa sana huku bateso. Okay. Yes, sawa asante sana kwa kuweza kuchangia kutoa hizo taarifa za Bukavu kupitia Baraka One TV. Tunashukuru sana. Tuendelee kwa sana ila baada ya taarifa hizo kutoka Kivu ya Kusini, tubaki tu maeneo ya Kivu ya Kusini ndani ya jiji la Uvira ambako walimu waliokimbia nchini Burundi warejea jijini Uvira kwa juhudi za gavana wa Kivu ya Kusini Bwana Jean-Jacques Purusi Sadiki. Anguko la Uvira lilisababisha wananchi zaidi ya 300,000 kuweza kukimbia jijini Uvira na hata pia jijini Baraka ikiwa ni tarafani Fizi na hivyo kukimbilia nchini Burundi. Kwa sasa hali imeonekana kurejea kuwa salama jijini Uvira ambako vikosi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wazalendo baada ya kazi kubwa kuweza kuwatimulia mbali magaidi wa M23 waliokuwa wameshikilia Uvira kimabavu. Gavana jimboni Kivu ya Kusini Bwana Jean-Jacques Purusi ameweza kufanya jitihada za kuweza kuwarejesha walimu jijini Uvira ili kuweza kuendeleza harakati za kuwahudumia watoto ambao
walionekana kutokutimiza ahadi zao za kwenda shule, na kipindi hicho mambo yalikuwa ni magumu kwao. Mkoa wa Kivu ya Kusini uliweza kusimamisha shule kwa takriban miezi isiyopungua mitatu, huku walimu wakiwa kwenye makambi na wengine kwenye nyumba za wageni jijini Bujumbura na maeneo mbalimbali ndani ya nchi ya Burundi. Huu mwezi wa tatu mapema, gavana wa jimboni Kivu ya Kusini Jean-Jacques Purusi kwa kushirikiana na serikali ya Burundi waliweza kuwarejesha walimu jijini Uvira ili kuweza kuendeleza harakati za kuwapea watoto elimu. Mengine zaidi ripoti hii kutoka katika mamlaka husika ya jimboni Kivu ya Kusini. Grâce au professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, gouverneur du Sud Kivu, chaque jour apporte une nouvelle histoire d'espoir et de résilience pour la province. Ce jeudi 5 février 2026, une page importante s'est écrite à Uvira. Plus de 65 enseignants contraints à l'exil au Burundi lors de la prise de la ville par les rebelles de la FCM 23 soutenus par le Rwanda ont pu regagner leur terre natale grâce aux efforts du gouverneur. Aux premières heures de la matinée, dans sa simplicité habituelle, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki a reçu des citoyens venus lui témoigner leur soutien pour son amour de la patrie, sa détermination et sa proximité avec la population. Le chef de l'exécutif provincial s'est ensuite rendu à l'école primaire Kavimvira. Il a rehaussé le moral des enseignants et exhorté les élèves à rester exemplaires, à cultiver l'amour de la patrie et à poursuivre leurs études avec courage. Le surnommé affectueusement Magufuli du Sud Kivu a parcouru plusieurs avenues de la ville à pied. Il a appelé les habitants à bannir le tribalisme et à renforcer l'unité intercommunautaire conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous remercions le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a aussi mené des efforts de plaidoyer, qui a appuyé nos forces de défense et de sécurité pour que la paix, la sécurité, la stabilité reviennent, sans lesquelles on ne serait pas là aujourd'hui. Maintenant, on ne peut que remercier aussi le président de la République sœur du Burundi, Évariste Ndayishimiye. Nous remercions aussi la population burundaise qui a fait tout ce qu'il fallait faire pour bien nous accueillir là-bas, accueillir nos enseignants, nos élèves. Et nous sommes contents que, grâce à l'accueil chaleureux que nos enseignants ont reçu là-bas aujourd'hui, ils peuvent rentrer pour commencer. Maintenant, la paix est revenue. Le président Tshisekedi a promis de ramener la paix ici. La paix est revenue. Nous avons récupéré Uvira. Aujourd'hui, nous ouvrons solennellement toutes les écoles d'Uvira. Partout où il est passé, à l'EPK Kavimvira comme à l'Institut Action Kusaidia, l'accueil fut chaleureux. Tunafurahia guvernere wetu, maana tuko namuona sasa vile ni Mungu wa Uvira. Anafanya kila kitu yeye kwa urahisisha na kirahisisha kila kitu mambo yote. Tunafurahia sana sana tena sana. Guvernere Purusi tunamfurahia sana. Marqué par des applaudissements et une joie immense. Une journée historique pour Uvira, symbole de résilience et de renaissance. Avec le retour des enseignants, c'est toute une communauté qui retrouve confiance et espérance. Na huko unazidi kufuata matangazo yetu ya Amka na Baraka One TV, na pia unasikiliza kutoka nchini Marekani, kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka Europe Central pamoja na East Africa, na wale wote ambao wako maeneo ya Afrika ya Kusini. Jide Kizenga Tembele, King Sele Kizabe Ayeba, Mashaka Ayamba, Dedone Butoto, Lisie na wengine ambao wako nasidi kusikiliza Baraka One TV, da Feza, da Letesha, da Asha, da Irene na Kisi Kandeke, Asimwe Bagumba Samuel kutoka Czech Republic, ya haya kutoka Dar es Salaam. Na baada ya taarifa hizo kutoka jijini Uvira, tuelekeze huko kwenye Ghuba ya Uajemi ambako Iran yadai kulipua meli ya mafuta ya Marekani. Vita inayozidi kuripotiwa huko katika Ghuba ya Uajemi ambako serikali ya Marekani huku ikishirikiana na Israel waliweza kuanzisha vita isiyokuwa na kikomo, huku mashambulizi yakizidi kulenga jijini Tehran na maeneo mbalimbali ndani ya nchi hiyo ya Kiarabu. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran
IRGC imedai kuishambulia meli ya mafuta ya Marekani katika eneo la kaskazini mwa Ghuba ya Uajemi, hatua inayozidi mivutano katika ukanda huo unaokumbwa na vita vinavyoendelea kati ya Marekani na Iran. Kwa mujibu wa taarifa iliyosomwa kwenye televisheni ya taifa ya Iran, Islamic Revolutionary Guard Corps imesema meli hiyo ya mafuta imewekwa moto baada ya kushambuliwa katika operesheni iliyoelezwa kuwa ni sehemu ya majibu makali dhidi ya hatua za kijeshi za Marekani katika eneo hilo. Hata hivyo, taarifa hiyo haikutoa maelezo ya kina kuhusu aina ya silaha iliyotumika wala ukubwa wa uharibifu uliosababishwa. Taarifa hiyo inaonekana kuhusishwa na tukio lililoripotiwa mapema leo karibuni na pwani ya Kuwait, ambako meli ya mafuta ililengwa katika shambulio lililofahamika chanzo chake mara moja. Kituo cha ufuatiliaji wa usalama wa baharini cha jeshi la Uingereza, United Kingdom Maritime Trade Operations, lilithibitisha kupokea taarifa za tukio hilo na kusema uchunguzi unazidi kuendelea kubaini mazingira kamili ya shambulio hilo. Hakuna udhibitisho wa haraka kutoka kwa jeshi la Marekani kuhusu madai ya IRGC, na hadi sasa haijafahamika iwapo meli hiyo ni ya kijeshi au ya kibiashara inayobeba mafuta kwa niaba ya kampuni ya Marekani. Vilevile hakuna taarifa rasmi kuhusu majeruhi au hali ya wafanyakazi waliokuwa ndani ya meli hiyo wakati wa tukio. Tofauti na taarifa hizo za Iran, taarifa nyingine tulikuwa nayo ni pamoja na serikali ya Marekani kupiga marufuku baadhi ya viongozi wa ngazi za juu wa Rwanda kupewa visa kuingia nchini Marekani. Kuelekea kile kinachoitwa mzozo kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, ambako serikali ya Rwanda inashutumiwa na mataifa kuendelea kufuga uhalifu wa M23 na kuendelea kuwasaidia silaha, ikiwemo pia kuweka vikosi vyake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Marekani imeweza kutoa taswira nyingine kupitia katibu wa nchi hiyo kupitia hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tommy Pigot ambaye ni msemaji makamu katika kitengo cha nchi ya Marekani ya Washington DC ameweza kutoa taarifa ya kuweza kuwapa vikwazo viongozi wa ngazi za juu wa Kigali kutokuweka miguu yao nchini Marekani, hivyo kuweza kukataliwa kupewa visa kabisa. Serikali ya Marekani imeweza kubainisha hilo kupitia Marco Rubio ambaye ni mhusika mkuu. Katibu katika utawala wa Marekani Marco Rubio ameweza kupitisha ukurasa huo na kusema Marekani imeweza kutoa vikwazo vikubwa na hivyo kukatalia viongozi wa ngazi za juu wa Rwanda kuingia nchini Marekani. Taarifa nyingine tulikuwa nayo ni huko jimboni Kivu ya Kaskazini mkoani tarafani Masisi, ambako majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya operesheni kubwa imesababisha magaidi wa M23 kuweza kuondoka katika vijiji vya Buabo pamoja na Ndete baada ya mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani za majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hiyo jana tarehe 6 mwezi wa 3 2026. Maeneo hayo muhimu mawili ya Buabo pamoja na Ndete viliweza kushuhudia moto mkali kutoka kwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hivyo kusababisha magaidi wa M23 kuweza kukimbia maeneo hayo.
Silaha nyingi pamoja na risasi ziliweza kukamatwa, huku pia magaidi hao wasiopungua 23 wakipoteza maisha na 19 wakikamatwa mateka. Maeneo hayo ni takriban kilomita 5 kuingia ndani ya mji wa Masisi Central. Kupitia katibu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, raia wa Marekani Bwana James Swan ameweza kuteuliwa kuchukua nafasi ya kiongozi wa MONUSCO nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku akichukua nafasi ya Bi Bintou Keita. Aujourd'hui, nous sommes venus pour vous présenter les résultats de l'effort opérationnel que les hommes ont fait sur le terrain en collaboration avec les services de renseignement et la collaboration de la population. Nous avons mis la main sur une cache d'armes à Mabanga. C'est ainsi que nous venons vous présenter. Avec votre autorisation, mon général, je vais donner la parole à l'SD, au TD, pour vous présenter l'arsenal que nous avons saisi entre les mains de l'ennemi. À vos ordres, mon général. Devant nous ici, nous avons 15 caisses de munitions AK en raison de 1500 par caisse. Si nous faisons la multiplication, c'est quelque chose de 22 000 jusqu'au-delà. C'est ça, ces caisses donc de munitions AK. Et ici, nous avons aussi les box de munitions. Nous avons 61 pour les munitions PKM. Nous avons aussi 40, c'est ça. Ça c'est pour les donc, AK. Ça c'est pour les PKM. Il y en a comme ça 60 pour PKM et 40 pour AK. De l'autre côté, nous avons les bombes de RPG-7. Et ces bombes ici, nous en avons 64 bombes de RPG-7. Voilà, ce sont ces bombes ici que vous voyez. Et tout ça, ça a été récupéré toujours à Mabanga. Nous avons aussi les chargeurs. Nous avons 85 chargeurs de AK qui sont garnis. Nous avons 73 chargeurs qui sont non garnis. Nous avons 2 armes qui ont été ramassées. Ce sont les armes AK. Parmi dont c'était aussi enfoui dans les lots de ces munitions. Pour les mortiers 60, nous avons comme ça 40 bombes donc de mortiers 60. C'est comme ça. Les gaz lacrymogènes qui sont là-bas sont au nombre de 10. Nous avons aussi donc 20 bombes pour l'AK Castor, donc qui sont ici. Vous pouvez voir cela. Les munitions ici, les boîtes de munitions ici, chaque boîte contient 20 munitions. Nous avons 87 boîtes. Alors, si vous faites donc la multiplication par 20, vous allez trouver vous-même les nombres. Pour les munitions en vrac, les munitions de AK, nous avons, je m'excuse, 4402 munitions pour les PKM et munitions AK, nous avons 970 munitions AK en vrac. Au-delà de tout cela, nous avons eu beaucoup de chaînes aussi. Les chaînes de PKM, comme vous pouvez les constater, il y a les autres qui sont assez courtes, les autres sont de 100, 150, 125, les autres sont un peu moyennes. On peut en compter donc à peu près 28, et comme ça. Et toutes ces chaînes ont environ 4204 coups de PKM. Et aussi, donc, nous avons cette chaîne de 173 coups, 153 coups main qui n'est pas chargé. Alors, je pense donc, il y a 2 chargeurs aussi de PKM, mon général. Nous avons aussi les canons, 4 canons de PKM qui sont de l'autre côté là-bas. Vous pouvez toucher ça pour que les gens voient un peu très bien. Voilà un peu en grosso modo, mon général, le travail que vos éléments ont abattu.
Voilà, ça fait 2 semaines que nous avons fait notre évaluation. Et il y a eu des images qui sont passées. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka1 TV. Mengine tukutanane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12 ambako utakuwa na mimi ndugu yako Rajab Akili Kabonga.